mchana leo na iwe maombi kwetu na kwako pia. Asante kwetu kwa kutupatia nafasi ya kuja malangoni pako ili Bwana kuja kutafuta uso wako na Bwana hata kulisikiza neno lako. Tunaomba uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi tunapoanza ibada hii na hata Bwana tunapomaliza, uwepo wako Bwana uendelee kuwa pamoja nasi. Naomba Bwana ukatuongoze kushiriki pamoja nasi katika neno lako, nasi Bwana ukatufungulie mengi yale Bwana unatufundisha siku ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina naitwa Fredrick Mashindani, kwa wale ambao wageni. Nimesimama hapa leo kwa sababu wiki hii ni wiki ya wanaume katika programu yetu ya kanisa kwa ajili ya saumu. Ilikuwa ibada ya asubuhi, maombi ya asubuhi, na sasa tunakamilisha zamu yangu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tushirikiane neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza sura ile ya 18 hadi ile ya 20. Isaya, kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza kuanzia sura ya 18 hadi ile ya 20. Bwana asema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa. Ilikuwa ibada ya asubuhi, maombi ya asubuhi, na sasa tunakamilisha zamu yangu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tushirikiane neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza sura ile ya 18 hadi ile ya 20. Isaya, kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza kuanzia sura ya 18 hadi ile ya 20. Bwana asema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maandiko ambayo yalikuwa kwa ajili ya wana Israeli na pia wana Sodoma na Gomora. Mara nyingi tunakuja kanisani ama tunakaa nyumbani, tunakaa kazini yetu, tunasemezana na wale ambao tuko karibu na wao, na hatujawahi kupa Mungu nafasi ya kusemezana na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingi tunapokuja kanisani huwa tunatamania ya kwamba Mungu ashuke anene nasi, Mungu ashuke atuhudumie, Mungu ashuke atuelekeze, lakini hatujampatia Mungu nafasi ya kusemezana na sisi. Sasa mchana wa leo Mungu anatuambia kwamba njooni tusemezane. Na kwa nini Mungu anataka asemezane na sisi? Ama kwa nini alitaka asemezane na wana wa Israeli? Kwa nini alitaka kutumia baba yetu Ibrahimu aende asemezane na wana wa Sodoma? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa sababu kuna mambo ambayo tulifanya ya kumchukiza Mungu, kuna mambo ambayo tulikataa kufanya ambayo Mungu alikuwa anatamani sana sisi tuyafanye, lakini hatujayafanya. Kuna mahali tumekosa, lakini hatujagundua kwamba tumemkosea Mungu. Kuna mahali Mungu alikuwa anataka kututuma, lakini tumekataa. Na ni kwa sababu wewe unajua kwamba Mungu alikuwa anataka kukutuma mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anasema kwamba dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana
nguo nyeupe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sitakuwa vipi? Mstari wa 19 Mungu anasema kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Huu ni wakati wa kukaa chini na kuisikiza sauti ya Mungu na kuitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi hatusikii sauti. Unakuja unaomba, uketi unaomba, unaenda. Kuna kitu Mungu anakuhimiza kufanya, lakini umeshupaza shingo yako, umejifanya kuwa bubu kiasi cha kwamba hutaki kusikia sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaki hata kutii hiyo sauti ya Mungu vile Mungu anataka kufanya. Wewe kama Mungu anataka kukutumia akutume mahala fulani, mahala ambapo watu wanateseka, mahala ambapo kuna shida, ili akutumie kabla halimu mahali pale. Maana Mungu alitumia Ibrahimu. Mungu alikuwa anataka kuangamiza mji wa Sodoma, lakini alipoangalia Ibrahimu akaona Ibrahimu huyu mtu nilikuwa naye na connection kwa muda mrefu sana, kwa hivyo ninamjua, nikituma kule mji Sodoma atafanya ataenda. Sasa kabla niharibu ule mji, wacha Ibrahimu aende semezana na wale watu wanapata connection. Ukienda kusemezana na wao sitaharibu ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mambo Mungu ambaye anataka kufanya katika maisha yetu. Wewe kama kuna mtu anatumwa kwako kuja kukuongelesha, kuja kusemezana na wewe, lakini utakosa. Mungu jua ya kwamba Mungu amemtuma huyo mtu kupitia sauti yake ili aje asemezane na wewe. Maana Mungu anaona moyo wako, anaona moyo wako, anaona dhambi zako, anaona dhambi zako. Ndipo sasa unataka kumtuma mtu aje asemezane na wewe kabla hajakuangamiza. Kwa hiyo Ibrahimu alipoenda, Mungu hakuweza kuangamiza ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi mchana wa leo tuendelee kusikia sauti ya Mungu, maana sauti ya Mungu ni kuu kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauti ya Mungu ni kuu kuliko dhabihu. Hata ukatoa sauti sadaka ya kuteketezwa, hata ukatoa sauti sadaka kwa namna gani, hata ukatoa fungu la kwa namna gani, Mungu anachotaka wewe na mimi mchana wa leo ni kuisikia sauti yake, ni kuitii sauti yake. Unaweza kuja ukachukua ufagio ukasafisha kanisa zima, ukaenda ukasafisha kwa mzima, lakini anachotaka Mungu ni mimi na wewe tuitii sauti yake, ni mimi na wewe tuisikie sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tukikubali sauti ya Mungu, basi tunataka kwamba tutakula mema ya nchi, na hayo mema ya nchi ni Bwana mwenyewe amefanya, amenena na amenena kutoka kwa kinywa chake yeye mwenyewe ya kwamba tukikubali. Fungu la 20 nasema kwamba bali 19 nasema kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. 20 anasema bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Mara nyingi tunataka kufanya mambo ambayo yatakuwa baraka kwetu, lakini tunashindwa. Kwa sababu gani? Hatujakubali yale mambo ambayo Mungu anataka sisi tufanye. Hatujakubali maagizo ya Mungu, hatujakubali kutembea na Mungu, hatujakubali kukaa chini na kusemezana na Mungu. Wakati mwingi mambo unapoishi unapata familia kadha kadha wanakaa nyumbani, wanaita watoto wao kutoka kila pembe za nchi, wanaambia jamani, kama ni mzee anaambia jamani, nataka mje tukae tusemezane. Na wakati mzee anapowaita wanapokuja, basi kuna mambo wanasemezana, kuna mambo wanakubaliana, na kuna mambo wanafanya nini wataka. Wanaweza kufanya sana. Sasa hapa Mungu anasema tusemezane. Unaomba sana, wewe kabili Mungu kwa ajili yako sana, hata safari wako unasafiri mbele za Mungu, lakini wewe binafsi, mimi mwenyewe binafsi, sijakubali kukaa chini na kusemezana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu inapita. Na Petro nataka nikutumie. Nataka nikutumie. Sasa nikawa nashindwa Mungu anataka mimi anitumie vipi? Sikuwa naelewa na hiyo sauti. Sasa nikaja kwa ofisi ya mchungaji nikamwambia mchungaji, kuna sauti inakuja ambayo inaniambia ya kwamba Mungu ananiambia kwamba anataka nimtumikie. Na kumbe wachungaji huwa wanaelewa. Mchungaji ananiambia hiyo sauti itii. Bwana Yesu asifiwe. Itii hiyo sauti. Na unapoitii hiyo sauti, basi ni mambo mengi ambayo Mungu ataweza kutenda katika maisha yako. Na kweli nikakubali. Mchungaji akaomba pamoja nami. Nami nikasikia kwamba katika mwili wangu nimeishi. Maana nilikuwa ninahepa sana hiyo sauti. Nilikuwa nakataa sana kutii hiyo sauti. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, nikakubali kutii sauti. Nikakubali kusikia hiyo sauti. Basi nikasema kwamba hakika Mungu amenifanya kwamba hakika Mungu amejileta mwenyewe katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe kwa Mungu anataka kufanya. Ila ni kwa kanisa ama ni mahali mwingine. Wewe anataka kutumia akutume mahali fulani. Lakini umefanya moyo wako mkuu. Kiasi cha kwamba hutaki hata kusikia sauti. Hata wewe Mungu akatumia hata mchungaji akakuita akakwambia nasikia Mungu ananieleza kwamba nikwambie hivi na hivi. Lakini unapotoka hapo unasema bana, haya ni mambo ya mchungaji tu. Sasa hapo tayari unapiga hiyo sauti. Hakuna kitu unaweza kufanya, hakuna kitu unaweza kufanya. Na hakuna kitu unaweza kuanzisha ikiwa hiyo sauti unafanya umeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo tunataka kwamba tukubali wito wa Mungu, ya kwamba tusikie sauti ya Mungu, tutembee na sauti ya Mungu. Popote tunapoenda, wacha tuendelee kusikia sauti ya Mungu. Na tunaposikia sauti ya Mungu, basi tuendelee kutii. Na tunapotii kwamba tunajua kwamba tukikubali tunakula mema ya nchi. Lakini tukikataa kuna madhara yake. Ya kwamba tutaangamizwa kubali maana tunachapana kufanya kimenena. Mambo mengine tunapitia magonjwa na mambo mengine katika familia. Si kwamba yote yanakuja tu hapo hapana. Sababu zingine ni kwamba tumeenda mbali na njia za Mungu. Tumekataa kusikia Mungu. Tumekataa kutii Mungu. Sasa ndiposa unafikia mahali watu wengine wanatii sauti zingine. Wanaona bana nikienda kwa daktari huyu wacha nini kwa mganga, wacha nini wapi. Wanapuuza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapokaa chini na kuomba Mungu na kusemezana na Mungu, basi Mungu anajifunua kwetu. Mungu anatembea pamoja nasi na Mungu atatushika mkono na kuna lolote ambalo tutakalofanya litamshika Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo nasikia tu kuhimiza kwamba tuendelee kutii sauti. Tuendelee kukaa chini na kutii sauti. Tuachane na sauti zingine ambazo ni sauti za kutukafurisha, sauti za kutupoteza, sauti ambazo zitatufanya tukae mbali na Mungu wetu, sauti ambazo hazina faida yoyote katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukubali sauti ya Mungu ili atembee pamoja nasi. Tukubali sauti ya Mungu katika kazi zetu. Tukubali sauti katika familia zetu. Sauti ya Mungu hata kwa watoto wetu. Sometimes Mungu anakueleza tuongee na watoto wako, lakini unaponyamaza kuna madhara yatatokea. Unanyamaza, kuna mambo yatatokea ambayo wewe binafsi yatakushinda kufanya nini? Kuyakini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo tutembee na Mungu. Mchana wa leo tusikie sauti ya Mungu. Mchana wa leo tuitii sauti ya Mungu. Na Mungu tusaidie. Tunapopata worship hiyo tunatoka maombi na tuko na dakika 9 tukiwa maombi tuombe Mungu atende pamoja nasi. Mungu atusaidie sana tukaweze kuachana sauti zingine. Mungu atusaidie
tusaidie sana kusikia sauti yake na kuitii sauti yake, ili Bwana aendelee kufunua katika maisha yetu na Mungu akaweze kutenda pamoja nasi.
Thank you.